Karibuni sana katika kikao chetu cha leo, na ajenda yetu ya leo katika kikao hiki ni swala la tume ya Jaji Chande ambayo iliundwa na Mheshimiwa Rais tarehe 18 mwezi wa 11 2025. Tukio hili ni tukio kubwa ambalo linaendelea sasa hivi hapa nchini kwetu, nasi tukaona leo tulizungumzie. Na ndugu zangu, kama tunavyofahamu kwamba nchi yetu ilifanya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29 mwaka 2025. Na baada ya uchaguzi uligubikwa na matokeo makubwa mawili. Kwanza ilikuwa ni maandamano ambayo hatimaye ilitokea vurugu, lakini pia yakafanyika mauaji makubwa sana ya raia. Haya ni matukio makubwa mawili ambayo yaliyotokea katika uchaguzi ule wa Oktoba 29, 2025. Baada ya kutokea matukio haya makubwa, kulikuwa kuna wito wa makundi mbalimbali ya kijamii ambayo yalikuwa yanamuomba rais au yanamshauri rais kwamba aunde tume huru ambayo itafanya uchunguzi wa kina ili iweze kufahamika kile kilichotokea, na wale ambao watakaofahamika kwamba ni source au ni chanzo basi waweze kuwajibika. Miongoni mwa waliotoa wito kwa Mheshimiwa Rais ni pamoja na sisi Shura ya Maimamu Tanzania, na sisi tulitoa wito huo kumwomba rais kwamba ni vizuri kaundwa tume huru ambayo itafanya uchunguzi wa kina juu ya jambo lile, na hatimaye hatua stahiki ziweze kuchukuliwa. Lakini kwa ilivyotokea ni kwamba Mheshimiwa Rais hakutekeleza ule wito wa wananchi wa kuunda tume huru, lakini badala yake aliunda tume ya kwake mwenyewe kama rais, na aliunda tarehe 18 mwezi wa 11 2025, na akaitangaza tarehe 20 mwezi wa 11 2025, na baada ya kuunda tume akaipa hadidu rejea, ambazo zile hadidu rejea zilikuwa zinaelekeza wale watendaji wa tume nini wanachotakiwa kufanya. Baada ya uamuzi huu, makundi mbalimbali hayakukubaliana na tume iliyoundwa, na hata sisi Shura pia hatukukubaliana na tume iliyoundwa, na sisi tulitoa tamko vile vile la kwamba hatukubaliani na tume iliyoundwa. Na wananchi waliotoa hoja hii pamoja na tukiwemo Shura ya Maimamu tulikuwa tuna sababu za msingi za hoja. Miongoni mwa hizo ilikuwa ni kwamba tume inatakiwa kuchunguza sababu na nini kilichotokea katika ile tukio la Oktoba 29, na miongoni mwa watu au taasisi au vyombo ambavyo vingeweza kuchunguzwa ni pamoja na vyombo vya usalama ikiwemo jeshi la polisi. Sasa ikiwa rais ataunda tume ya uchunguzi wakati vile vyombo vya usalama vinawajibika kwake, ni wazi kwamba ni vigumu sana. Itakuwa ni sawa na kwamba anaunda chombo cha kujichunguza yeye mwenyewe au anaunda chombo cha kuchunguza mamlaka zake. Mgongano wa maslahi ni mkubwa, na ni vigumu kwa chombo kama kile kuweza kufanya upembuzi wa kina na kutoa mapendekezo yatakayoweza kuwa na matokeo mazuri. Kwa hivyo hizi ni sababu ambazo zilitolewa na watu ambao waliona kwamba haikuwa sawa sawa kwa rais au Mheshimiwa Rais yeye kuunda ile tume, na mapendekezo yalikuwa kwamba iundwe tume kwa kutumia mamlaka nyingine, hata mamlaka za nje zile ambazo pengine sisi tumefunga nazo mikataba. Zipo mamlaka kubwa ikiwa ni pamoja na
Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na kadhalika, kwamba angalau kile chombo kiwe ni chombo ambacho ni huru. Baada ya hapo tume, huo ndio msimamo wetu kwanza sisi Shura ambao tuliuchukua, na mpaka leo msimamo wetu ni huo, kwamba tume ilijengwa, iundwa nje ya misingi ambayo ingeweza kuleta matokeo mazuri, na tukaona kwamba msimamo wetu ni kwamba ni kuitambua ile tume. Lakini leo tunajadili swala la tume. Sisi tunajadili swala la tume kama tukio kubwa ambalo limetokea, na tuna wajibu wa kuchangia fikra na nini pengine ambacho tunaona kingeweza kufaa. Kwa hivyo tunajadili kwa mwelekeo kama huu na tutatoa mapendekezo yetu. Hivi ndivyo ambavyo au ndo makusudio ya hiki kikao chetu cha leo katika kipindi hiki tulicho nacho. Waraka wetu una kurasa nyingi sana. Una kurasa takriban 12 na hatutaweza kusoma wote kama ulivyo, lakini tutaeleza kwa muktasari kile kilichomo ndani ya ule waraka wetu. Na tunaonelea kwamba ni vizuri katika sura zilizopo tuanze na yale maoni yetu. Maoni yetu ni yepi katika hili ambalo lilotokea, na tumeona tufanye hivyo kwa sababu kati yenu ni waandishi, kuna wengine ni waandishi wa magazeti ambao mnaondoka haraka. Kwa hivyo mkipata ile conclusion, yani ule mwisho kwenye yale mapendekezo na baadaye akaja yale maelezo, mkipata kidogo, nafikiri mnaweza mkawahi kwenda kutengeneza taarifa zenu. Kwa hivyo tutaanza na yale mapendekezo ambayo yako mwishoni kwa ule waraka wetu, halafu tutarudi katika maandishi ya maelezo yale ya ule waraka wenyewe. Mapendekezo ya waraka wetu yako mapendekezo au maoni takriban 11, lakini tumeyafinya kwa muhtasari wake. Tumefanya mapendekezo 4 katika jambo hili. Pendo la kwanza tunasema kwamba tunamwomba Mheshimiwa Rais aachie ripoti ya tume aliyoiunda ili iweze kusomwa na wananchi kwa ujumla. Ukisoma ule muktasari wa ripoti ambao uliosoma Jaji Chande, mwenyekiti, ilikuwa inaonyesha kwamba baada ya kuwasilisha kwa rais, halafu ile ripoti itawasilishwa kwa wananchi na wananchi wataisoma kwa ukamilifu. Haya ni maelezo ambayo ukiangalia yamo ndani ya ule muktasari wa ile ripoti ya uchunguzi ya Jaji Chande. Lakini rais alimjibu katika kikao kile Jaji Chande, akaonyesha kwamba hii ripoti ni mali yake na ni kwamba hawezi kuitoa kwa watu wengine. Lugha iliyotumika ilikuwa inafanana hivyo, kwamba hawezi kutoa, lakini alionyesha kwamba ile ripoti ni mali yake. Na mpaka leo tunapozungumza ni kwamba ripoti hiyo haipo mahala popote pale, kwa maana hiyo haijawafikia wananchi na wakaisoma. Ni muhimu rais akaachia hii ripoti kwa sababu ilikuwa inachunguza haki za msingi sana za wananchi. Ilikuwa inachunguza mauaji na watu kama tunavyoona kwenye ripoti wamekufa kwa idadi kubwa, lakini ilikuwa inachunguza vile vile juu ile tukio la vurugu na hasara ambayo iliyotokea vile vile, kwa maana kwamba iweze kufahamika kwamba ni nani ambaye alisababisha zile vurugu na chanzo chake kilikuwa ni nini. Kwa hivyo ni ripoti ambayo ilikuwa inachunguza haki za msingi sana za wananchi. Kwa hivyo kuzuia ni kuwanyima wananchi zile haki ambazo ni za msingi. Na ukizingatia jambo hili limeogawa wananchi kwa muda mrefu, na lengo ilikuwa ni ya kuundwa tume, ilikuwa ni kufanya ule ukweli ufahamike ili wananchi waweze kupata mwelekeo namna moja. Kwa hivyo katika yale mapendekezo yetu, moja ni hilo kwamba rais aachie ile ripoti kamili ya tume iweze kuwafikia wananchi na waisome kwa ukamilifu wake. Lakini jambo la pili, tunaona bado kuna hitajio la tume huru ya uchunguzi ambayo itachunguza kwa kina tukio la tarehe 29 Oktoba 2025. Ni tukio kubwa sana. Kwa hivyo kuna ombwe kubwa la taarifa, na inaonekana wazi kwamba taarifa haziwezi kupatikana katika utaratibu huu ambao tunakwenda nao sisi hapa nchini Tanzania, isipokuwa ni kwamba ni pale ambapo tutakapoweza kupata, inarudia kule kwa kuunda ile tume huru,
tunaweza tukapata ripoti kamili ile jambo letu. Kwa hivyo kimsingi la pili ni kwamba tunaona kwamba bado kuna umuhimu wa kuunda tume itakayochunguza kwa kina tukio lile la tarehe 29 Oktoba 2025. La tatu ni swala la maridhiano. Swala la maridhiano tunasema kwamba yafanyike maridhiano, lakini shati baadhi ya mambo ya msingi ambayo sisi tunahisi kwamba ni hayo kwanza yatekelezwe. Kwanza kabisa viongozi wa serikali wakiri au kuonyesha kwamba tunalo tatizo hapa nchini kwetu Tanzania. Tuna tatizo kubwa, na miongoni mwa hao ni tatizo la ombwe la uongozi wenye uzalendo na uliokuwa tayari kuwatumikia wananchi kwa kiasi kile ambacho kinachotakiwa. Lakini kwa sababu ukiangalia hali inayoendelea hivi sasa Tanzania na ukiwasikiliza viongozi wetu, hawaonyeshi kuonyesha kama kuna tatizo, na sana wanaonyesha kwamba tatizo liko kwa wananchi wenyewe, labda na wale wakosoaji, lakini wao wenyewe viongozi watawala wakubwa wanajihisi kwamba wenyewe ni watakatifu na ni watu ambao wako sawa sawa, isipokuwa wananchi ndio tatizo, na wale ambao wanaikosoa serikali au mamlaka zingine, basi hao ndio wanakuwa ni tatizo. Kwa hiyo kwanza viongozi wakiri kwamba katika hali tulionayo sasa hivi Tanzania kweli kuna tatizo ambalo lipo. Hilo moja katika kuendea maridhiano. La pili, kuondoa uadui uliopo. Ni muhimu sana kuondoa yale mambo yote ambayo yanapelekea uadui, ikiwa ni pamoja na kuzingatia makesi ya kubambikiwa watu. Kuna kesi nyingi sana za kidini, kuna kesi za kisiasa. Waislamu ni waathirika wa makesi haya ya ugaidi kwa muda mrefu sana. Wamekuwa wanapewa makesi ya ugaidi na wanafungwa, wengine wanafungwa miaka 50. Katikati hapa tumeona Waislamu 6 ambao walifungwa kwa madai kwamba walitaka kupindua serikali. Walitaka kupindua serikali ya Tanzania na kuweka serikali ya Kiislamu, na wakafungwa miaka 50. Watu sita wanawezekanaje wakapindua serikali? Sasa haya ni makesi ya kubambikia. Lakini pia kuna mashehe ambao wamehukumiwa kunyongwa. Hivi tunavyozungumza leo hii wapo gerezani. Ni makesi ya kubambikiwa. Lakini kuna kesi nyingi tu ambazo ni za ugaidi ambazo mashehe wamekuwa wanabambikiwa. Lakini kuna kesi za kisiasa ambazo viongozi wengi wa vyama vya upinzani wamekuwa wakikamatwa na kuwekwa ndani. Hivi sasa tunavyozungumza kuna mwenyekiti wa chama cha demokrasia ndani. Haya makesi ya namna kama hii ni lazima yafutwe, yaondolewe katika kuendea maridhiano vile vile. Lakini vile vile kuna swala la kuna yanayofanana na hayo kwanza yaondolewe vile vile. Lakini hata maboresho vile vile ya jeshi la polisi kama yalivyopendekezwa kwenye tume ya haki jinai na mapendekezo mengine, kwa sababu hiki ni chombo ambacho kimechangia sana kujenga mahusiano mabaya baina ya wananchi na serikali. Lazima kuwa na maboresho. Jeshi la polisi libadilike liwe ni jeshi la huduma badala ya kuwa ni jeshi la kutumia mabavu. Kwa hivyo hizi ni nukta ambazo kwenye waraka wetu tunaweza kusema kwamba huu ni muktasari wa yale ambayo yako kwenye zile nukta za mapendekezo, lakini kwenye waraka tutazipata kwa upana zaidi. Lakini la nne ni mchakato wa katiba mpya, na tumesoma kwenye muktasari wa tume wa mapendekezo ya tume ya Jaji Chande amependekeza kuanza mchakato. Sisi tunasema kwamba ni jambo zuri na lifanyike haraka, lakini lifanyike katika misingi ya makubaliano na wadau, na tuanze na uboreshaji katika baadhi ya maeneo mengine, yale maeneo muhimu sana. Kwa mfano, moja ya maboresho ambayo sisi kama Shura tunaona kwamba ni muhimu ni kuivunja tume ya uchaguzi na kuunda tume mpya ya uchaguzi, kwa sababu huko mbele tunakwenda kwenye kura ya maoni ambayo wananchi watapiga kura ya maoni kuipigia ile katiba. Kura ya maoni kama haikufanyika chini ya tume huru ya uchaguzi, ni vigumu yale maoni kuwa halali, haiwezi kuwa halali kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tunasema mchakato wa katiba mpya uanze haraka sana, lakini tuanze na maboresho yale mambo ya msingi, ikiwemo tume ya uchaguzi. Haya mambo manne niliyozungumza hapa ndio mapendekezo yetu au muktasari wa mapendekezo 11 yaliyoko katika waraka. Na nisisitize kwamba kwa wale wote ambao wanatusikiliza,
ni muhimu waupate waraka wetu wote ambao utakuwa kwenye mtandao, wausome. Itasaidia sana katika majadiliano ya kuona kile ambacho tutakachokuwa tumekizungumza katika waraka huu. Baada ya kuwa nimeanza chini kuja juu kwa maana ya kutoa yale mapendekezo, sasa nirejee katika ule waraka wenyewe. Waraka wetu niseme kwamba una sura 5. Sura ya kwanza ni unazungumzia kuna utangulizi, lakini kuna swala la mazingira ya tukio, na kuna mtazamo wa Kiislamu, lakini kuna mapendekezo ya kuundwa tume ya Jaji Chande iliundwaje, na kuna mapokeo ya hotuba ya Jaji Chande, na mapendekezo ndo haya, ndo sura ya mwisho ndo haya ambayo nimetangulia kuyasoma. Ndugu zangu, nikianza kwenye swala hili la waraka wetu kwenye sura hii ya mwanzo ya utangulizi. Katika utangulizi tumeeleza kwa nini sisi Shura tulichelewa kidogo kuja kwenye kuchambua hii taarifa. Ni kwamba sisi tulichelewa kidogo kuja kutoa hii taarifa kwa sababu tulipenda sana tufanye upembuzi wa kina juu ya muhtasari wa ripoti ya tume ya Jaji Chande. Lakini tulikuwa tunatumaini kwamba pengine inawezekana rais aka-release akaiwache ile ripoti kamili ili pengine tungeweza kuipitia kwa kina na tukaweza kuyaona mambo kwa kina jinsi yalivyo. Kwa hivyo tulikuwa tumevuta muda kwa sababu ya kuhakikisha kwamba tunaipitia kwa kina hii, lakini pengine tukiwa na matumaini labda rais anaweza kaachia ile ripoti kamili na tukaweza kuisoma. Lakini tumefanikiwa kuipitia tu hii muhtasari wa ripoti na tumeusoma kwa kina. Lakini katika kipindi hicho pia tumefanikiwa kusoma nyaraka mbalimbali. Tulisoma nyaraka za wenzetu kama kina watu wa Legal and Human Rights Center, tumesoma watu wa TLS, tumesoma taarifa za wanazuoni wa chuo kikuu UDASA na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu ambayo tumeyaorodhesha humu, na tumeona wamezungumza vizuri, wamefanya uchambuzi mzuri sana, pamoja na vyama vya siasa vile makini, na wamekuwa na mchango unaosaidia sana jamii katika jambo hili. Na sisi tumie fursa hii kuwapongeza wote ambao waliotoa mchango wao mzuri katika tukio hili kubwa ambalo linaloendelea sasa hivi hapa nchini kwetu Tanzania. Tukirudi katika tukiendelea katika sura zilizopo katika waraka wetu ambazo tumesema tutaziangalia kidogo sababu ya ule waraka ni mkubwa. Tumeanza katika sura baada ya utangulizi, tumeanza na mtazamo wa Kiislamu. Sisi ni Waislamu, ni taasisi ya Kiislamu. Kwa hivyo kila jambo letu tunaliangalia vile vile katika mtazamo wa Kiislamu. Kwa hivyo tumeanza na jambo hili, tukaona kwamba tuliwekea mtazamo wa Kiislamu ili kuweza kuwafanya watu pale tunapozungumza basi wajue kwamba tunazungumza tukizingatia misingi ya dini yetu vile vile. Na katika hili kwanza tulianza na kwenye huu mtazamo wa Kiislamu tumezungumzia umuhimu wa mahusiano mema, kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba ametuumba sote binadamu kutokana na yule mwanamke mmoja na kutokana na mwanamume mmoja pamoja na mwanamke mmoja, ambapo ni kwenye sura 49 ni aya ya 13. Na amesema kwamba ametuumba sote tuwe sawa sawa, na ametutaka tuishi kwa amani, na kwamba hakuna mbora kulikoni mwingine, isipokuwa mbora ni yule mtu ambaye ni mwadilifu au yule mtu ambaye ni mcha Mungu. Yeye ndo ametuumba sote na ametuleta kwenye ardhi hii kwa ujumla. Kwa hivyo tumejaribu kuonyesha ule umuhimu wa mahusiano sisi kama binadamu, na umuhimu wa kuishi pamoja kwa namna iliyokuwa bora ya amani na utulivu. Hii ni nukta ambayo tumejaribu kuonyesha kwamba huu ndio mtazamo wa Kiislamu katika maisha haya kawaida, kwamba unawataka binadamu wote waishi pamoja kwa kuheshimiana na kuthaminiana. Lakini tukaelezea adabu za kutofautiana. Katika Uislamu kuna nidhamu yake, yani haturuhusiwi watu kutofautiana alafu tukafika mahala tukawa tunatukanana. Tukio hili la Oktoba 29 lilipotokea mpaka leo hii, nchi yetu, na ukisoma kwenye vyombo vya habari, ukiangalia kila mahala, limetawaliwa na matusi mengi sana. Watu wanatukanana, watu wanadharauliana, watu wanashambuliana, wanatengeneza watu wakati mwingine mapicha ya kutukanana, kudhalilisha watu na kadhalika.
mtazamo wa Kiislamu unalipinga jambo hili. Mwenyezi Mungu amekataza kudharauliana kama ambao tulivyoainisha kwenye sura 49 aya 11 ya Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu amekataza kudharauliana, anasema alikuwa mbora ni yule mcha Mungu, lakini watu wote mnatakiwa mkae sawa sawa katika maisha haya ya kawaida. Kwa hiyo tumeeleza umuhimu wa adabu ya kutofautiana, kwamba hali inayoendelea haitupelekei na turidhishwi sisi na matusi yanayoendelea wakati watu wakijadili haya mambo, kimsingi ni kinyume na mtazamo wa Kiislamu. Lakini pia tumeelezea makemeo ya kuharibu mali. Katika Uislamu kuharibu mali, kuharibu amani, kuharibu utulivu ni mambo ambayo yamekemewa moja kwa moja na dini yetu. Mtazamo wa Kiislamu unapinga kwa yoyote yule ambaye anayefanya jambo lolote lile la uharibifu wa amani, uharibifu wa mali. Uislamu umekataza hilo jambo, mtazamo wa Kiislamu. Lakini vile vile Mwenyezi Mungu tumezungumzia swala la uadilifu. Mwenyezi Mungu amesisitiza sana swala la uadilifu pale ambapo tunapofika mahala tukasimamia mambo ya watu au tukapewa majukumu. Na katika hili swala la uadilifu tumejaribu kutoa ufafanuzi mpana sana katika waraka wetu. Kwenye hili tulijaribu kurejea lile tukio la Oktoba 29, kwa sababu huu mtazamo wetu tulikuwa pia tunaunganisha na mambo yanayoendelea hapa katika nchi yetu. Katika hili la Oktoba 29 mambo makubwa yalikuwa ni mawili. Jambo la kwanza lilikuwa ni mauaji na jambo la pili lilikuwa ni swala la vurugu. Kulikuwa na vurugu na mauaji katika jambo hili. Ukisoma hii ripoti ya muktasari wa ripoti ya Jaji Chande, maeneo yote haya mawili yalifanywa uchunguzi. Lakini eneo moja lile la wale ambao wanaoitwa waandamanaji au wanaoitwa waliofanya vurugu limefanywa uchambuzi mkubwa sana. Kwanza wametajwa wale waliofanya vurugu ni kina nani, lakini imeelezwa jinsi ambavyo nani aliwatuma, kwamba watu ambao waliwatuma hawa wako nje, hawakuwa kwenye medani ya mapambano, isipokuwa walikuwa wako nje na wakiwashajiisha hawa. Lakini pia wakaziorodhesha zile kauli ambazo zilizokuwa zinatumika kwa ajili ya kuhamasisha ile vurugu, lakini wakaeleza namna walivyofanya ile vurugu. Lakini jaji akafanya uchambuzi wa kina kuhusiana na swala la silaha walizotumia. Walikuwa na mapanga, walikuwa na visu, walikuwa na mikuki, walikuwa na nondo, walikuwa na roto, walikuwa na vilipuzi, walikuwa na manati, walikuwa na visu, walikuwa na nondo. Yani ameorodhesha silaha nyingi sana ambazo zilizotumiwa na hawa wale walioitwa kwamba wameleta vurugu. Alifanya uchambuzi wa kina, lakini mwisho kabisa jaji alijaribu kuchukua yale maandamano wakayapima kwa mujibu wa sheria au mikataba ya Umoja wa Mataifa, na akayapima vile vile kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Afrika, mikataba ya Afrika Mashariki, na vile vile akayapima yale maandamano kwa mujibu wa sheria ya nchi, na mwisho akatoka na hukumu kwamba haya hayakuwa maandamano, isipokuwa ilikuwa ni vurugu ambayo iliambatana na uvunjifu wa amani. Kwa hivyo ukiangalia kwenye eneo hili tume imeipitia kwa kina, ikafanya uchambuzi wa kina. Sasa ilitarajiwa vile vile kama alivyofanya kwa wale waandamanaji, ilitarajiwa afanye hivyo hivyo kwa wale walioua. Yani ilitakiwa Jaji Chande na wenzake pia waseme ni nani walioua watu na waliua watu wangapi, walipewa idhini ya kuua, nani aliwaruhusu kuua. Lakini pia angesema vile vile kwamba walikuwa wametumia aina gani ya silaha, walikuwa na bunduki za aina gani, kama ni SMG aseme, kama ni AK47 aseme, walikuwa na magari ya aina gani aseme, walikuwa na ndege za aina gani, helikopta na kadhalika aseme, walikuwa kila alichokuwa nacho, kila silaha kama alivyofanya kwa hawa alitakiwa vile afanye vile vile. Lakini pia alitakiwa atafsiri kauli zile ambazo zilitolewa na viongozi kama alivyotafsiri kauli kwa hawa waandamanaji, atafsiri zile kauli ambazo zilizokuwa zinavihamasisha vyombo vya dola viandae kwa ajili ya mapambano siku ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba. Nayo ilitakiwa jaji na tume ilitakiwa vile vile wafanye uchambuzi, yani waseme kauli hizi zilikuwa zinalenga nini na zilikuwa zinahamasisha nini vile vile, kama alivyofanya kwa upande huu wa mambo ya maandamano au vurugu. Lakini mwisho alitakiwa pia afanye kama alivyofanya kwa hao watu wa vurugu, kwa maana kwamba ayachukue yale mauaji wayapime kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa, ayapime kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Afrika,
ayapime kwa mujibu wa mikataba ya Afrika Mashariki, na mwisho ayapime kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu afikie conclusion kama alivyofikia huku kwamba mauaji haya yalikuwa ni halali au mauaji haya yalikuwa ni jinai. Lakini ukiangalia ripoti hii unakuja ukuta kuna hiyo hali kwamba huku alifanya hivyo, lakini huku kwenye mauaji ripoti inaonyesha kwamba jaji hakufanya hivyo. Sasa hii kwenye nukta ya tulipokuwa tunazungumzia mtazamo wetu wa uadilifu katika Uislamu, yani hili jambo limekuwa hakuna uadilifu kwa sababu alivyofanya upande huu ndivyo alivyotakiwa afanye upande wa pili, aeleze kama alivyosema hawa waliandamana walitumwa na nani na maandamano yalikuwa ni haramu kwa mujibu wa sheria. Alitakiwa pia aseme kwamba hawa nao walioua walitumwa na nani na mauaji yale yalikuwa kama ni halali kwa mujibu wa sheria au ilikuwa ni jinai kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo tumezungumza swala la uadilifu katika mfano huo tulioleta pale wa tukio lile la Oktoba 29 na yale mambo makubwa mawili yaliyotokea katika tukio la Oktoba 29. Lakini tumeweka vile makatazo ya kuua. Mtazamo wa Kiislamu unakataza kumuua mtu mpaka pale ambapo atakapokuwa amefanya kosa ambalo hukumu yake ni kuuawa na hukumu itolewe na mahakama. Yani haruhusiwi mtu kumuua mtu bila yule mtu kufahamika kosa lake chini ya mamlaka ile ambayo inahusika. Mtazamo wa Kiislamu unapinga kitendo cha mauaji kwa yote. Tumeweka sura ya 5 aya 54. Lakini vile vile tukaonyesha umuhimu wa suluhu. Katika Uislamu, mtazamo wa Kiislamu ni kwamba yanapotokea makundi mawili yakatofautiana, basi ni lazima litokee kundi la tatu kwa ajili ya suluhu. Na hairuhusiwi katika yale makundi mawili yanayogombana kundi moja lenyewe ndio lisimamie suluhu. Hilo ni jambo haliwezi kukubalika, sio katika mtazamo wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu anasema makundi mawili yakitofautiana litokee kundi la tatu lilete suluhu baina ya kundi hili na kundi hili, na lile kundi ambalo litakalogoma kuja kwenye suluhu, Mwenyezi Mungu amesema lile kundi ni lazima lipigwe mpaka likubali kuja kwenye suluhu, na tumenukuu aya inayoonyesha hivyo. Hapa tulikuwa tunajaribu kuonyesha kwamba katika tukio hili lililotokea la Oktoba 29 haiwezekani mamlaka kama ni mmoja katika wale ambao wanaolaumiwa, alafu mamlaka ile au serikali ikaunda chombo cha suluhu. Ni lazima kitokee chombo cha katikati kiweze kuleta suluhu baina ya pande hizi mbili. Kwa hivyo hapa tulikuwa tunazungumzia mtazamo wa Kiislamu katika waraka wetu ambao tulio nao. Sura nyingine ilikuwa ni sura ya tumeelezea kilichotokea Oktoba 29. Kwa muhtasari imefanana na kile ambacho tulisema kwa nyuma. Tumeeleza hapa ili watu waweze kupata picha ya uzito wa tukio lile lililotokea. Katika Oktoba 29 kuna maeneo ambayo yana mvutano, lakini kuna maeneo hakuna mvutano. Kwa mfano katika swala la maandamano yalikuwaje na kadhalika, mvutano unaweza ukatokea ukaendelea, kwa maana kwamba kila mmoja akajenga hoja zake kwamba labda ilikuwa sawa sio sawa. Lakini kuna eneo kama la kwenye mauaji. Pia katika mauaji yamegawanyika katika sehemu mbili. Kuna mauaji ya watu ambao waliofariki katika midani, yani katika eneo lile wakiwa wanafanya maandamano au wanafanya vurugu kama ambavyo vilivyosemwa. Hao wakauawa kwenye tukio kama lile pale. Lakini kuna mauaji ya watu ambao wameuawa wakiwa majumbani, wakiwa kazini, wakiwa wanatembea barabarani. Haya ni maeneo mawili makubwa ambapo eneo hili la watu waliouawa katika majumba, waliouawa barabarani ni eneo ambalo halina mjadala kwamba ni lazima linatuleta sote pamoja. Na ni eneo ambalo halijadiliwi sana. Lakini bahati nzuri tulipokuwa tunasoma muktasari wa ripoti ya Jaji Chande, ameripoti na amekiri kutokana na mashahidi waleta ushahidi kwamba kuna watu wengi waliouawa kwenye mahoteli, wengine wakiwa nyumbani kwao, wengine wakiwa barabarani, wameuawa barabarani. Kwa hivyo hili ni tukio kubwa ambalo tulikuwa tunajaribu kuonyesha kwamba lina uzito mkubwa sana katika yale mazingira ya tukio lile la Oktoba 29. Baadaye tukaja kuzungumzia kwenye kuundwa kwa ile tume ya Jaji Chande, kwa maana kwamba rais alitangaza, na alipotangaza kuundwa kwa ile tume kuna makundi ya kijamii ambayo yalipokea
kuna makundi ya kijamii ambayo mengi yalikataa ile tume na yalikataa ile tume kwa hoja zile ambazo tumezungumza huko nyuma na kuonyesha kwamba ni chombo ambacho hakiwezi kutekeleza ule uadilifu. Na ripoti ya juzi pia imewagawa watu. Kuna wale ambao wanatazama kwamba labda ina nafuu fulani na wengine haina nafuu fulani. Lakini wengi wameonekana kwamba wanaonyesha kwamba ripoti ile imewalinda wale ambao waliokuwa wamefanya jinai kubwa, hasa jinai ya mauaji katika tukio lile la Oktoba 29. Na sisi kama tulivyosema kwamba mtazamo wetu ni ule ule kwamba tume ilikuwa ni kwamba hatukuikubali na pia matokeo yake pia tumeyatilia mashaka makubwa sana. Na tukasema kwamba tunajadili hili kama tukio la kijamii. Kwa hiyo kwa mtazamo huo kujadili kama tukio la kijamii, tukahisi kwamba tume kuna mambo ambayo imesaidia sana kuyathibitisha. Hasa katika uchambuzi ambao waliofanya wa chanzo cha vurugu ya tarehe 29 Oktoba na mauaji. Wamefanya uchambuzi katika eneo hili ambao uchambuzi ule unasaidia sana kuwajengea watu uwezo wa kuweza kuona na kujua kwamba ni nani hasa wahusika wa lile tukio lenyewe, pamoja na kwamba taarifa haikusema wazi, lakini ule uchambuzi wao ni mkubwa sana. Tume imefanya uchambuzi kwenye sehemu hii na ikagawa kile chanzo katika sura mbili kubwa. Imegawa chanzo cha yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba kwenye mambo ya kisiasa na imegawa kwenye mambo ya kiuchumi, ambapo katika mambo haya ya kisiasa tume imeonyesha ni mambo manne ambayo ndiyo yaliyopeleka kutokea kwa vurugu ile ya Oktoba 29. Mambo manne ambayo la kwanza wamesema ni masuala ya madai ya muda mrefu ya mfumo mbaya mfumo mbaya katika uchaguzi. Na la pili wamesema ni madai ya katiba mpya ya muda mrefu. Na la tatu wamesema ni madai ya tume huru ya uchaguzi, na kuna tume huru ya uchaguzi, katiba, na kuna madai ya katiba ya muda mrefu, kuna madai ya kukosekana kwa demokrasia nchini, kuna madai ya tume huru ya uchaguzi, kuna madai ya udhaifu wa mfumo mzima wa uchaguzi. Tume imeonyesha kwamba haya ndiyo chanzo cha yale yaliyotokea Oktoba 29. Haya ni madai ya kisiasa, lakini wameonyesha kwamba kuna madai ya kijamii, ya kiuchumi, ambayo nayo pia wamechukulia kama ni chanzo cha yale yaliyotokea Oktoba 29. Haya madai ya kiuchumi wameeleza kama ifuatavyo. Sisi hapa tumeorodhesha kwa utaratibu mzuri ambao watu wanaweza kuyaona, lakini kwenye ripoti yanapatikana ndani ya maudhui yenyewe. Kwa hivyo moja unaweza kulipata hapa, lingine hapa, lakini sisi tumechukua ile kwa muhtasari wetu tumeweka kwa mfumo wa mtiririko. Wameorodhesha madai ya kiuchumi ni haya yafuatayo. Wamesema ni ukosefu wa ajira hapa nchini, lakini wamesema pia ni kukosekana kwa ustawi katika fursa za ajira na uchumi. Wamesema kukosekana kwa mazingira stahiki katika biashara na uwekezaji. Wamesema utitiri wa tozo, wamesema utitiri wa kodi, wamesema ubadhirifu wa mali za umma, wamesema kukithiri kwa rushwa, wamesema mfumo usiostahiki wa utozaji na ukusanyaji wa kodi, wamesema kuporomoka kwa maadili, wamesema kushuka kwa uzalendo, wamesema serikali kushindwa kutatua shida za wananchi kwa wakati, na wamesema utekelezaji hafifu wa yale yanayoamuliwa na tume zilizoundwa kwa nyuma. Na wamesema kwamba swala lingine la mwisho kubwa ni swala la utekaji wa watu. Kwa hivyo uchambuzi huu umefanywa na tume, na wamesema hiki ndio chanzo cha yale yaliyotokea Oktoba 29. Na wamesema kwamba hiki chanzo wamekipa anwani. Wanasema hiki chanzo ni sawasawa na mafuta, yani kama vile petroli. Alafu upande wa pili wakaita kuna uchochezi.
na ule uchochezi wakaleta kama ndo kiberiti. Kwa hivyo kwa mujibu wa maelezo ya tume ni kwamba kuna watu ambao walikuwa wameleta mafuta, wameleta petroli uwanjani, alafu na kuna watu ambao ndo walikuwa na kiberiti wakaiwasha ile petroli. Na kwa lugha nyingine kwamba maelezo ya tume yanaonyesha wazi kwamba hata kama ingelikuwa wale walioandamana tarehe 29 hawapo, lakini ukiangalia haya mambo yaliyoorodheshwa hapa, mambo ya ukosefu wa ajira, mambo ya ufisadi, mambo ya utitiri wa kodi, mambo ya tozo, mambo ya utekaji, yani tafsiri yake ni kwamba hata kama wale waliowasha kiberiti Oktoba 29 wasingefanya, lakini tafsiri yake ni kwamba nchi kulipuka itakuja kulipuka tu, kwa sababu ukiangalia haya mambo yaliyoitwa kwamba ndio chanzo ni mambo ya msingi sana ambayo yanaweza kuleta tatizo kubwa kwa hapa nchini kwetu Tanzania. Kwa hivyo kimsingi, ndugu zangu, sisi tumetazama ile ripoti kama ripoti ambayo bado ina mambo ambayo yanatakiwa kuzingatiwa, kwa sababu yametoa mwanga, yani ule mwanga uliojitokeza pale ambao umetoa ufafanuzi mkubwa sana katika tukio lile la Oktoba 29 kuonyesha kwamba ni nani hasa ambao waliosababisha. Ukiangalia haya yaliyoelezwa hapa ni mambo mazito sana, kwamba hii ndio taswira ya taifa letu la Tanzania, kwamba leo hii tuna nchi ambayo ina matatizo makubwa kiasi kama hiki, na wamesema kabisa kwamba haya mambo yamedumu kwa muda mrefu bila ya kupatiwa ufumbuzi na yakisababisha madhara haya ambayo tuliona hapa ya utekaji, utitiri wa kodi, ukosefu wa ajira, viongozi kutowasikiliza wananchi, kushindwa kutatua matatizo ya wananchi kwa wakati. Haya mambo tume imesema yamedumu kwa muda mrefu na bila ya kupatiwa ufumbuzi. Kwa hivyo kimsingi sisi tumeitazama ripoti kama ni kitu ambacho kilitakiwa kiachwe ili wananchi waweze kuipitia ripoti na waweze kuona nini ambacho kilikuwa mle ndani ili iweze kuwasaidia. Lakini mwisho kabisa wito wetu ni ule ambao tuliotoa katika mwisho wa yale mapendekezo yetu ambayo yanapatikana kwa upana zaidi katika waraka wetu, kutaka rais achie ile ripoti ili iweze kusomwa, watu waweze kuelewa. Lakini wito wetu pia ni kuunda, bado tunasema kwamba kuna umuhimu wa kuunda tume huru ya kuweza kuleta tume huru ya kuweza kufanya uchunguzi wa lile jambo. Tumesoma ripoti. Kwa kweli tunaungana na wale wanaosema kwamba lengo la ripoti kwenye muhtasari huu ilikuwa ni kuwalinda baadhi ya watu, hasa wale ambao upande wa pili katika matukio yale makubwa mawili. Matukio makubwa mawili katika ile kuna hilo vurugu au maandamano, lakini tukio kubwa ni la mauaji, na ukisoma ripoti au muhtasari wa ripoti kwa kiwango kikubwa kabisa ulikuwa unalenga kwenye kuwalinda wale waliofanya mauaji na ili wasiweze kufahamika, kwa sababu ripoti haikuwataja kabisa. Huku imewataja lakini huku haikuwataja, na haikupendekeza adhabu, huku imependekeza adhabu. Hiyo sio kanuni ya upelelezi au kanuni ya uchunguzi. Kanuni ya uchunguzi ni kuwa huru na kueleza uhalisia wa kile kilichopo na kupendekeza kwa kutumia mizani iliyokuwa sawa sawa. Kwa hivyo tuliona tutoe waraka wetu huu, na tunaomba wananchi wote wajitahidi sana wasome ili waweze kuona mapendekezo yetu juu ya yale mambo ya msingi katika kuweza kuelekea kwenye ustawi mzuri wa taifa letu. Asante sana. Salam. Nafikiri kwenye humu tumependekeza, sisi ndio maana tumesema kwamba sisi tunachukulia kama ile report bado kunahitajika kuwa na chombo cha kufanya upelelezi
kilichokuwa huru, kinachoaminika maana yake. Na tunaamini kwamba hii ripoti inawezekana ikasaidia kuwa ni moja ya maeneo ambayo yanaweza kusaidia hicho chombo. Ile ripoti yote ya Jaji Chande kama kinaweza kuundwa kile chombo, halafu ile ripoti ya Jaji Chande ikapatikana, itasaidia ile tume huru katika kuweza kufikia kuelewa lile tatizo likoje na kupendekeza tume huru. Sasa tunapozungumza tume huru, ni chombo ambacho kinaweza kuwa ni chombo ambacho kitakuwa sio kile kinatokana na wale ambao ni wahusika maana yake, kwa sababu hii tume imeundwa na rais, na amesema wazi, amesema tume ameunda ni kwake, na ndio maana amesema amedhibiti ile taarifa kwa sababu ni chumba amechokiunda wale, na wanahusika. Ukiangalia kwenye television, ukiangalia kwenye nini, wako wale waandamanaji wanaonekana kwamba waandamanaji au waleta fujo wanaonekana pale waleta fujo, lakini pia tunaona polisi wako pale wamebeba bunduki na wanawalenga watu, wanaopiga risasi. Hawa polisi hawa wako chini ya rais, wanapokea amri kutoka kwa rais. Sasa haiwezekani yule rais ambao wale polisi wanapokea amri kutoka kwake, huyu aunde chombo cha kuweza kufanya uchunguzi wa tukio lile. Yani mantiki inakataa. Kwa upande wetu sisi, hata upande wa dini pia inakataa vile vile. Unaona, ukisoma ile aya niliyota hapa, Mwenyezi Mungu anasema ikiwa makundi mawili yametofautiana, basi anasema suluhisheni. Hii suluhisheni hairudi kwa wale wanaogombana. Hii suluhisheni inaleta kundi la tatu lije pale, na tunaweza tukaunda kundi la tatu kwa sababu viko vyombo ambavyo sisi tumeingia navyo mikataba vya kimataifa. Na kuna kipindi ambacho sisi tumeshiriki vile vile. Nakumbuka kuna wakati watu wetu kina Rais Benjamin Mkapa wamewahi kwenda kushiriki kwa suluhu katika maeneo mbalimbali na kadhalika, na hata sisi hapa tumewahi kupokea vyombo. Kwa hivyo kuna vyombo ambavyo tumeviingia navyo mikataba ya kimataifa, ambapo kupitia vile tunaweza tukapata chombo huru kikaja kikafanya uchambuzi, kwa sababu kutokulifanya jambo hili likaeleweka vizuri, hatuendi kwenye usuluhishi. Ni kwamba tunaahirisha matatizo. Matukio kama ile 29 kuna watu wameuawa, watu wengi kabisa. Wao wenyewe tume yenyewe nakiri inasema kuna watu ambao kwenye uchunguzi hii ripoti inathibitisha kwamba hawajulikani wako wapi. Lakini hata ukitaja ile idadi wanatoa 500, unafika katika taifa kuwa na ripoti kama ile jambo dogo. Yani kuwa na ripoti watu 500, na watu wao 500 sio kwamba wameuawa na majeshi yametoka Uganda au yametoka Burundi. Yani watu hawa wameuawa ndani ya taifa lao na Watanzania wenzao. Kwa hivyo ni tukio ambalo kwenye umma sio tukio dogo, ni kubwa sana. Kama ni tukio kubwa kiasi hiki, ni lazima lipewe uzito wake vile vile. Yani watu waonyeshe. Ndio maana ukasema kule kwenye maridhiano, yani maridhiano yatawezekana pale ambapo itaonekana kama viongozi watakuwa wanahisi kama kuna tatizo katika nchi. Lakini kama viongozi hawaonyeshi hisia za kuonyesha kama vile katika nchi kuna tatizo, yale maridhiano yanakuwa ni magumu sana. Yani viongozi wanatazama kama vile wananchi ndio, hata ukisoma ripoti yani haionekani kama vile inaonyesha kwamba kuna tatizo kwa viongozi, isipokuwa ripoti inaonyesha kwamba ni watu wa chini. Hata ukimsikiliza Jaji Chande alipokuwa na present siku ile, alipokuwa anazungumzia kipengele cha serikali kuwasikiliza, kutatua shida za wananchi kwa wakati, ali haraka sana alipoenda akasema, lakini sio serikali sio viongozi wa juu, anasema ni serikali ya chini. Yani huo ndo mtazamo wa viongozi wetu, wanatazama kama watu wa chini ndio tatizo na kwamba wao walioko pale juu sio tatizo. Kwa hivyo kwanza kabisa viongozi wetu waweze kujua kama katika nchi kuna tatizo, na matukio kama yale mnapoyafuga, yani mnafuga bomu. Kumbuka hii ripoti yenyewe inasema ukweli, kwa sababu ripoti inaonyesha kwamba yale mambo walioeleza pale, utekaji, utitiri wa kodi, si ndio, kutokuwasikiliza wananchi, wameita petroli. Yani kwa maana kwamba uwezekano wa moto kuingia pale na ukawaka ni kitu kikubwa sana. Haya amesema mwenyewe Jaji Chande pale. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba ni lazima tupate tuwe serious katika kutafuta tatizo la hili jambo lenyewe. Tunaweza kutumia vyombo, sio lazima vya hapa nchini kwetu, kama tuna dhamira ya kweli. Kuna vyombo ambavyo tumekataba navyo kimataifa, tunaweza kutumia vyombo na baadaye tukapata chombo ambacho kinaweza kuletea ufumbuzi mkubwa katika tatizo letu hili. Kabla ya kuundwa kwa tume, rais alisema kwamba ni bora tume angani ifanye kazi, kufanya kazi au wananchi waje wakute kazi tayari imefanyika. Wani bado kuna na mushkili. Kama rais alisema hivyo, bado wazo lake lina concern na ile kwetu sisi, kwa sababu sisi tunasema kwamba
Actually, yani ndio maana pendekezo letu tunasema bado kuna haja ya kuunda tume huru, na ile ripoti inaweza kutumiwa na sasa, na kwa maana hiyo, maana hii kazi imeshafanyika. Si ameshaunda tume na tume imefanya kazi, basi aichukulie kwamba yale maombi yake, mawazo yake kwamba lazima chombo cha ndani kifanye kazi yako sawa sawa, kwamba chombo cha ndani kimeshafanya kazi. Tunataka sasa hicho kingine ambacho kitatumia kazi hii iliyofanywa na vyombo vya ndani. Baadhi hawaelezi wazi kwa tume huru inakuwa na mkusanyiko wa watu aina gani ambao watakwenda kufanya uchunguzi wa kina, tupate kuona tatizo lilipoanzia, lilipoendelea na mpaka akatokea yaliyotokea. Ndio maana kitu cha kwanza kabisa huwa ni, ndio maana katika nchi kuna watu wanaitwa wadau. Wadau ni watu kwenye jamii, lakini ni watu wenye nguvu, wenye uwezo, kama vile viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, wafanyabiashara wakubwa. Sasa hawa ni watu ambao huwa wanaitwa wakati fulani kwa matukio makubwa, mnafikiri kwa pamoja namna ya kutatua tatizo, mnashirikiana na serikali. Kwa hivyo kikao cha kukaa cha pamoja cha wadau pamoja viongozi wa serikali kwamba hili tunaweza tukalipatia ufumbuzi wa namna gani, ni kikao muhimu sana. Kwa hiyo sisi tunapendekeza hivyo, kwanza tukae pamoja, waitwe wadau, viongozi wa dini, waitwe viongozi wa vyama vya siasa, waitwe wangapi, wakae pale pamoja ili kuangalia namna gani ya kutoa. Hii ni pendekezo linatolewa la tume huru. Lakini ikiwa kwenye kikao inawezekana kwa hapo na pendekezo lingine bora zaidi, lakini kwanza watu wakae pamoja waweze kufanya hilo jambo katika mwelekeo kama huu. Hilo jambo la muhimu sana. Asalamu. Sisi tulitoa msimamo wetu kwamba wakati ule tulipotoa mapendekezo kwamba rais aunde tume huru au asimamie upatikanaji wa tume huru, na rais ikawa hakutekeleza. Sio sisi, tuna wengine walipendekeza, watu wengi. Sisi tulisema hiki chombo hakiwezi kutekeleza ule wajibu wake inavyotakiwa, na tukasema kwamba si hatukitambui. Of course sisi hatuna mandate yote au hatuna nguvu yote ya kusema kwamba tukitambua lakini tulitoa msimamo wetu na tukasema kwamba hata zile kazi zake pia hatuzitarajii. Leo tumesema kwamba sisi tunazungumza kama tukio. Yaani sisi kwenye hii hatuzungumzi kwamba tulikuwa tuna matarajio kwamba ile tume itakuja na kitu kinachoweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu tushatoa msimamo wetu. Kwa nini haiwezi? Kwa sababu tume haiwezi kumsema au haiwezi kumtia hatiani yule ambaye alitengeneza ile tume yenyewe. Rais mwenyewe kasema hii tume nimeunda mimi, si ndio? Na vyombo vinavyolaumiwa pale ni vyombo vile ambavyo ni vyombo vyake, si ndio? Polisi, vyombo vya usalama na kadhalika, ndio vile vinavyoonekana kwenye TV vimeshika bunduki, vinapiga watu, wanakufa na kadhalika, na hivi na hivi na nini, vyombo vyake ambavyo vinapokea maelekezo kutoka kwake. Yeye ndio aliunda ile tume, na ndio maana unaona hata ripoti ya tume amesema ni ya kwangu mimi. Kwa hivyo sisi tulipoamini kwamba hakutakuwa na matokeo yatakayoweza kuleta manufaa yote au suluhisho kusaidia kwenye tatizo hili, si msimamo wetu ulikuwa kwamba sisi tume hatuhitaji chochote. Tukasema tunaizungumza leo hii ile ripoti kama tukio kubwa ambalo lipo katika jamii, ambalo pia tunaweza tukatoa mawazo yetu. Kwa hivyo tunazungumza katika mwelekeo kama huo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sisi mtazamo wetu ni huo, na bado tunafikia kwamba lile jambo ni muhimu likafanyiwa uchambuzi wa kina, kwa sababu watu wanazungumzia tu swala la kwamba kuna watu walioandamana pale wakafanya fujo, lakini kuna watu wameuawa majumbani, si ndio? Kuna watu wameuawa majumbani na tume imeeleza, mimi tumesoma ripoti mpaka mwisho. Watu wameuawa majumbani kabisa, mtu yuko ndani kwake kafatwa na kapigwa risasi ndani ya nyumba. Sasa katika jamii hawa watu hata angekuwa ni mmoja tu alifanyia kitendo, au ni mmoja tu. Sisi katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kumuua mtu mmoja ni sana kwamba umeua watu dunia nzima. Sasa tunapozungumza kwamba lazima kuwe na chombo huru cha kufanya cha kuzingatia pale, sababu watu wanapojadili wanapenda kwenda kujificha kwenye hoja ile ya kwamba kulikuwa kuna watu wanaandamana, si ndio? Ili kutaka kuonyesha kwamba hawataki kueleza jinai zingine kubwa
Sababu kama watu wamefuatwa nyumbani kwao, mtu akaenda kauawa Mtanzania huyo, alafu amefuatwa na chombo cha dola nyumbani kwake, akaenda akatolewa roho kazini kwake, unaweza kuona taswira kwamba tuna mfumo wa namna gani wa utawala. Jambo kubwa. Ndio maana sisi tunakazania kwamba ni lazima kiwepo chombo huru, na chombo hakiwezi kuwa huru kinaundwa na mamlaka ile ambayo ilihusika pale kwenye kitu kama hiyo. Kwa bado sisi tunasisitiza kwamba kuna umuhimu wa kuwa na chombo huru kwenda pale, kwa sababu huwezi kuzungumzia maridhiano huko mwanzoni wakati mnadogesha haya mambo, mnaona kama ni mambo madogo tu, ni mambo ambayo ni ya kawaida tu. Watu kila wakati tunajihusisha, tuna taarifa kwa hivi hoja. Kwa nini tusijue tu ukweli wale tukio lililopo? Nimetosheleza swali lako au unaweza kulirudia tena? Mwaka 2026. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaita hotuba. Kwa hivyo sisi tunachojadili ni kile ambacho walichokisema wao wenyewe. Yeye amesema hotuba na sisi tunasema tunaita hivyo kwamba ni hotuba, kwa sababu ile ripoti yenyewe hakuna mahali ambapo ilipo. Ripoti ni yale mavitabu waliokabidhi pale, ambao rais amesema hii ni mali yangu, si ndio? Na haijatoka mahala pengine popote. Hotuba hii ya Jaji Chande ndio tunaona. Kwa hivyo tunachojadili hapa ni hotuba ya Jaji Chande. Ukishafanya hivi, huwezi kusema ni kitu ambacho sasa unaweza ukakihold kikao cha kwako, kwa sababu tayari kuna mahusiano na mtu mwingine anahusika pale na haki zake za msingi pale. Kwa mfano sisi tunataka tujue kwamba ule ushahidi uliotolewa, si ndio, uliotolewa namna gani, si ndio? Hao watu waliouliwa majumbani, haki zao ziko wapi, wanatendewa vipi? Yani uamuzi utakuwa namna gani? Kwa sababu taarifa inaonyesha kwamba ni kweli kabisa kwamba kuna watu ambao wameuawa wako pale. Kuna watu ambao wameharibiwa mali zao, si ndio? Kuna watu ambao wamepigwa, kuna watu pengine labda walinyimwa haki zao za kupiga kura, si ndio? Sasa tunataka tujue hao watu haki zao za msingi zimezingatiwa namna gani. Sasa huwezi kusema ni mali yangu. Ingekuwa ni mali yake, kama ingelikuwa baada ya kuiunda, ameunda huko Ikulu, akakaa kimya huko, wakafanya kazi zao bila kuja mtaani huko, ingekuwa sawa sawa. Lakini umeshaihusisha jamii, alafu uzuie tena kwamba jamii sipate ile taarifa. Hiyo inakuwa ni hatua ambayo inashangaza sana maana yake kimsingi. Yani kutokuwa sawa sawa katika kuelezea matukio mawili makubwa yaliyotokea siku ya uchaguzi. Tumeonyesha jinsi ambavyo walivyofanya utafiti pande zote mbili, lakini walivyoripoti upande mmoja. Yani upande mmoja, upande wa wale waandamanaji wameeleza kwa kina. Upande huu hawakueleza nani muuaji, ametumwa na nani. Upande huu wameeleza mpaka wakafikia mahali wakatoa hukumu, na zile hatua walizopitia katika kutoa hukumu. Walichukua ile maandamano wakayapima kwa mujibu wa mikataba ya Umoja Mataifa, wakayapima ile maandamano kwa mujibu wa mikataba ya Afrika, wakayapima ile maandamano kwa mujibu wa mikataba ya Afrika Mashariki, wakayapima kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania. Ikawasaidia kwenye kufikia uamuzi kwamba hii ilikuwa vurugu iliyoambatanishwa na uvunjifu wa amani. Ilitakiwa kama walivyofanya huku ndivyo walitakiwa wafanye na huku. Waseme wauaji walikuwa kina nani, walitumwa na nani, si ndio? Alafu waonyeshe jinsi ambavyo walivyojaribu kuchukua ile mauaji wakayapima kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Mataifa, kwa mujibu wa mikataba ya Umoja wa Afrika, kwa mujibu wa mikataba ya Afrika Mashariki na kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania. Alafu waseme kwamba mauaji haya yalikuwa ni halali au mauaji haya yalikuwa ni jinai. Haya ni matobo makubwa sana yaliyoko pale. Wakati huo tulipozungumza hivi nikasema kwamba tuzingatie kwamba kwenye swala la mauaji inawezekana kama kuna utata kwenye eneo moja, si ndio? Inakubalika kuna eneo ambalo halina utata. Yaani kwenye utata pengine kwamba kwa watu labda walikuwa kwenye medani ya mapambano na nini, watu wanataka kutofautiana. Lakini mtatofautiana vipi kwa watu waliouawa majumbani? Mtatofautiana vipi kwa watu ambao walikuwa? Sasa ingeonekana hata kwenye eneo hili, yani tume kama imekuwa ionekane kwamba ile seriousness yake kwamba hivi kuna watu waliouawa majumbani kweli? Kuna watu waliouawa mtaani? Na wakafika mahala ikawa anatoa ripoti ambayo itasaidia kuweza kufanya yani jamii iweze kujua kama kuna mauaji makubwa sana au katika nchi kuna tatizo kubwa sana katika swala zima la ulinzi na usalama wa wananchi, kwamba mtu anaweza kafatwa nyumbani kwake alafu akapigwa risasi akauawa mbele ya familia, au mtu yuko kwenye biashara yake akafatwa akauawa. Kwa hivyo utaona kwamba matobo tumeeleza katika namna kama hii kwenye swala la tume, na yako mengine mengi sisi tumeipitia yote huko, iko hivyo. Na pili
la Oktoba 29 mpaka kwenda mbele. Hilo ni katika mambo ambayo hayakuwahi kuzungumzwa, na tunachoweza kuzungumza sisi ni kwamba ni pale ambapo tume imeshindwa kuonyesha kwamba sosi ya hili jambo ni mambo ya uchaguzi. Yaani sosi ya hili jambo ni mambo ya uchaguzi, lakini wao wanapeleka sosi jambo hili kwenye swala la swala tu la mauaji na kadhalika na hivi na hivi na nini. Lakini kwa kweli sosi ni swala la uchaguzi. Ndipo lilipoanza. Huko nyuma ni kwamba watu walifika mahala wakasema kwamba uchaguzi utakuwa na matatizo, tutavuruga, tutafanya hivi, whatever. Sasa hili ni eneo ambalo kubwa sana lilipaswa kujitokeza kwenye ripoti la kama vyanzo, kwamba ile hali ambayo ilikuwa inaendelea kabla ya pale, pande zote zikaangaliwa, uchambuzi mkubwa ukaangaliwa, lakini ukisoma undani hakuna. Hapa sosi inaanzia kwenye tukio lile lenyewe ndio inakwenda. Kwa hivyo kimsingi ni kwamba kulikuwa kuna mizani tofauti na kuna matobo mengi sana katika ile ripoti ambayo imetolewa, na ndio hilo. Baada ya hiyo kwa tumeipitia kwa kina, tukarudia pale kwenye msimamo wetu kwamba bado tunahitaji kufanya uchunguzi wa kina juu ya tukio lile, kwa sababu nchi kuwa na mauaji kama yale maana kuna humu ndani, ukisoma ripoti ya Jaji Chande anaeleza tuhuma za makaburi ya halaiki. Katika zile tuhuma anaonyesha kwamba walipata zile ripoti, anasema kwamba hatukanushi kwamba kulikuwa na makaburi ya halaiki, isipokuwa tunasema tu kwamba wale waliotoa ripoti wameshindwa kuthibitisha, lakini kuna hizo tuhuma. Sasa taifa kufika mahala mkawa mnaweza kuwa na tuhuma za makaburi ya halaiki, na wale ambao wana ripoti juu ya tuhuma za makaburi ya halaiki, taarifa yao inakuwa sasa inakuwa na msukumo wa kufanya baadhi ya maeneo kuyatafakari zaidi. Kwa mfano, katika ripoti inaripoti kwamba kuna maiti kweli hazijapatikana mpaka leo, inakubali. Sasa hizi maiti ambazo hazijapatikana mpaka leo ziko wapi? Lakini humu pia jaji anakiri kwamba kuna maiti zimezikwa katika mfumo wa takataka, yani kwa maana kwamba zile mamlaka za serikali, kuna maiti ilifika mahali wakachukua zile maiti wakaenda wakazizika kama takataka. Sasa ukichukua hii ya watu waliozikwa matakataka, ukachukua ya kwamba kuna maiti ambazo tume inakiri kwamba hazijulikani ziko wapi, na ukija kwenye ile hoja ya makaburi ya halaiki, ni maeneo ambayo unakuta kwamba lazima tuwafanye utafiti. Kwa hivyo kwa msingi, kwa kifupi, ni kwamba kuwa na taifa ambalo kuna taarifa nzito za namna hii, hilo ni jambo zito sana. Ndio bado tunarudi pale kwamba hili tukio ni kubwa na linahitaji upembuzi wa kina ili kupata hakika yake.